Ni vema niweze kuzungumza na wewe katika jioni hii. Mungu, asante kwa sababu ya siku njema hii. Asante kwa sababu wewe ni Mungu unayeishi katikati ya watu wako. Asante Bwana kwa kuwa ni Mungu unayeishi kupitia maagano. Tunaliinua jina lako tena jioni ya leo, tukiamini kwamba ni wakati wetu mzuri wa kusikia kutoka kwako. Baba, ndani yetu kwa ajili ya kusikia kile ambacho Mungu umekikusudia katikati yetu, na kupitia kile ambacho tunakisikia kikabadilisha maisha yetu na kutufanya kuwa ni watu wapya katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu kwa kuwa ninaamini nami utanitumia kama chombo tu kwa ajili ya kazi yako. Pokea sifa, heshima na shukrani katika jina la Yesu tumeomba. Kila mwenye pumzi na aseme amen. Amen. Bwana asifiwe. Siku ya leo ni siku ya Jumapili, ni siku ya Bwana, lakini haitoshi kwa siku ya Bwana peke yake. Ni siku ambayo Mungu ameona vema niseme na wewe katika jioni hii ya leo, na ujumbe ambao na usikizisha masikioni mwako katika wakati huu unahusiana na mtazamo wa milele. Mtazamo wa umilele ndio ujumbe ambao Bwana amenipa jioni ya leo niseme na wewe, ili kuweza kujua, ili kuweza kuandaa maisha yako, ili kuweza kuandaa hatua zako na Bwana. Jioni ya leo tunajifunza kwa muda mfupi sana mtazamo wa umilele. Leo hii kila mmoja na mitazamo yake. Yuko ambaye ana mtazamo wa kuongeza biashara, yuko ambaye ana mtazamo kwa ajili ya kununua shamba, yuko mtu ambaye ana mtazamo wa kuweza kununua nyumba, yuko mtu ambaye ana mtazamo wa kuingiza umeme katika nyumba yake, yuko mtu ambaye ana mtazamo kwa ajili ya kusomesha watoto wake, yuko mtu ambaye ana mtazamo kwa ajili ya kuwa na maendeleo makubwa zaidi. Lakini leo hii mtazamo wako wa milele ni upi? Aiza umeshikilia mitazamo hiyo ukifikiri kwamba aiza ni mizuri zaidi, lakini mimi na wewe leo Bwana amenipa nafasi nizungumze na wewe juu ya mtazamo wa milele. Bwana alizungumza pamoja na Nahumu kwenye kitabu cha Nahumu ile sura ya kwanza. Nahumu ile sura ya kwanza na ule mstari wa 9. Kifungua Biblia yako hapo, kuna neno la ajabu liko hapo. Kuna neno la kipekee hapo ambalo mimi na wewe tunapaswa tutafakari. Mimi na wewe tunapaswa tu tuna maswali kupitia neno hilo. Na neno hilo linakuja kama swali. Kabla sitakupeleka katika neno hilo, unapaswa uweze kujiuliza, mtazamo wako wa milele ni upi? Unawaza leo uko hapa, kesho utakuwa wapi? Haujui kwamba maisha yako ni fumbo. Leo unafanya biashara, leo uko hapa uko pale, lakini kesho yako ni fumbo. Mtazamo wako wa milele ni upi? Unawaza nini juu ya Bwana? Unawaza nini juu ya maisha yajayo? Je, haujui kwamba leo upo lakini kesho hutakuwepo? Je, haujui kwamba maisha yako nukta moja tu, hatua moja, sekunde moja, dakika moja, mwaka mmoja, siku moja, utaondoka katika maisha haya. Utakuwa wapi milele? Ndio mtazamo ambao ninazungumza nawe katika jioni hii ya leo. Kuishi kwa mtazamo wa milele. Mtazamo wako ni upi? Hebu msomaji wetu tusomee hapa Nahumu ile sura ya kwanza na ule mstari wa 9. Nahumu sura ya kwanza na ule mstari wa 9, neno la Mungu linasema kama ifuatavyo. Amen. Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa, mateso hayatainuka mara ya pili. Haleluya. Amen. Mnawaza nini juu ya Bwana? Ni swali kabisa zuri hilo. Mnawaza nini juu ya Bwana? Lakini anasema yeye atakomesha kabisa mateso, wala hayatainuka mara ya pili. Nataka nikwambie kwamba kuna watu ambao wanazungukwa na mateso leo. Kuna watu ambao wanazungukwa na magonjwa. Kuna watu ambao wanazungukwa na uhitaji. Kuna watu ambao wanazungukwa na mateso mbalimbali ambayo yameshikilia maisha yao. Lakini Mungu anasema suluhu yote ambayo imekuzunguka leo, anasema unawaza nini juu yake? Je, una mtazamo gani? Je, una mawazo gani juu ya mtazamo wako kwa Mungu? Unawaza nini juu ya Bwana? Kwa maana Mungu anayo mawazo mazuri juu yako. Tazama, Mungu anakuanzia. Lakini wewe je, unawaza nini juu yake? Na anaendelea anasema mstari ule wa pili, anasema kwa maana yeye atakomesha kabisa mateso na wala hayatainuka mara ya pili. Leo umeteseka kwa waganga wa kienyeji, wamekula fedha zako. Leo umezunguka huku na kule ukitaka msaada. Leo umetafuta watu mbalimbali wa kukusaidia.
Leo umefanya kila bidii ulizotumia ili kuondoka katika changamoto ulio nayo, lakini Mungu anasema suluhisho lake ni dogo tu. Unawaza nini juu yake? Unawaza nini juu yake? Hebu tuangalie mawazo ya watu. Leo unawaza kujenga, leo unawaza ufahari wa dunia hii, leo unawaza kwenda kujinufaisha, leo unawaza kwenda kujineemesha, leo unaweza kwenda kukaa mahali fulani pazuri. Lakini je, unawaza nini juu ya Bwana? Mtazamo wako ni upi wa milele? Siku moja utakufa, siku moja utaondoka katika hii dunia, siku moja kufumba na kufumbua utasahaulika kama ulikuwepo katika hii dunia. Nataka nikuambie leo hii, Bwana anahitaji ubadilishe mtazamo wako. Bwana anahitaji ubadilishe mawazo yako. Bwana anahitaji ubadilishe namna unavyojiona. Bwana anahitaji ubadilishe namna unavyofikiri. Uwaze kwa habari ya ufalme wa mbinguni. Kitabu cha Mathayo ile sura ya 6. Mathayo ile sura ya 6 na ule mstari wa 33. Mathayo ile sura ya 6 na ule mstari wa 33. Amina. Tunataka kutusomea hapo. Neno la Mungu linasema kwenye Mathayo sura ya 6 na mstari wa 33. Ndio. Bali utafuteni kwanza ufalme wake, na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Amen. Anasema bali utafuteni kwanza ufalme wake. Bali utafuteni kwanza ufalme wake. Ufalme wake ni upi? Maana linaweza likawa ni neno geni kwako. Linaweza likawa ni neno ambalo unasema hili ni neno gani hili? Maana yake ni nini? Ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni udhihirisho wa Mungu katikati ya wanadamu. Ni kuishi ukiakisi ule mwito mkuu wa mbinguni. Tunapozungumzia juu ya ufalme wa Mungu, tunazungumzia juu ya utawala wa Mungu katikati ya wanadamu. Tunazungumza juu ya utawala wa Mungu katikati ya wanadamu. Wengi tunakumbuka kwamba Adamu na Hawa walipoasi kwenye bustani ya Edeni. Ninajua waijue story hiyo. Anasema walipoasi kwenye bustani hiyo Edeni, wakafukuziliwa mbali kwenye bustani hiyo. Manake wakanyang'anywa ufalme, wakanyang'anywa haki yao, wakanyang'anywa enzi yao, wakanyang'anywa mamlaka yao, wakaondolewa kwenye ile bustani ya Edeni. Lakini ilikuwa ni kusudio la Mungu wanadamu waishi katika bustani hiyo, wakiakisi ule mtindo na muundo wa mbinguni. Na kwa sababu hiyo sasa, baada ya kuondolewa katika bustani hiyo, Mungu akamtafuta tena mwanadamu. Akamtafuta mwanadamu kwa jinsi isiyokuwa ya kawaida. Akamtoa mwanae aliye wa pekee aje ulimwenguni aweze kutukomboa katika dhambi. Na kupitia mwanae huyo ndiye anayetupa mtazamo wa umilele. Haleluya. Kitabu cha Yohana ile sura ya 3 na ule mstari wa 16. Yohana ile sura ya 3 na ule mstari wa 16. Msomaji wetu anataka kutusomea hapo ili tuweze kuelewa, ili tuweze kutambua, ili tuanze sasa kuwa na mtazamo wa umilele. Yohana sura ya 3 na mstari wa 16, neno la Mungu linasema kama ifuatavyo. Yes. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee. Hata akamtoa mwanawe pekee. Ili kila mtu amwaminie asipotee. Kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Amen. Utaweza kuona pendo la ajabu, ni pendo la kipekee ambalo Baba alilifunua kupitia mwana, ambalo Baba aliliachia kupitia mwana, kwamba ulimwengu tayari umekwisha asi, ulimwengu tayari umekwisha kuondoka katika mapenzi yangu, ulimwengu tayari umeshaondoka katika himaya yangu, na kwa sababu nitengeneze mazingira ambayo nitaurejesha tena katika himaya yangu. Na ndiyo maana leo tunazungumza sasa kwa habari ya ufalme wa mbinguni, kwamba ufalme wa Mungu uliondoka duniani, uliondoka kwenye bustani ya Edeni. Mungu aliacha kujidhihirisha tena kwao, na kwa sababu tunaona sasa mwanadamu huyo baada ya kujua kwamba ameasi, Mungu alikuwa akiwatembelea kila wakati wa jioni, anasema nao, anazungumza nao, anataka kujua maendeleo yao. Lakini tunaona Adamu anakimbia, Adamu anaogopa, Adamu anakuwa na hofu. Anasema Mungu anamwita Adamu, Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Adamu anakimbia. Akasema niliona hofu. Mungu akatambua kuna kitu kimefanyika hapo. Mbona hapo kwanza hofu haikuwepo? Mbona hapo kwanza mashaka hayakuwepo? Kuna kitu cha tofauti ambacho kimefanyika. Na kwa sababu hiyo sasa
Mungu akaandaa mazingira ya kuwarejesha kwenye bustani ya Edeni kupitia Kristo Yesu. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ni jambo la muhimu sasa uweze kuelewa leo. Mtazamo wako ni upi? Unawaza nini? Unawaza nini? Siku moja maandiko yanasema utatoa hesabu ya maisha uliyoishi. Utatoa hesabu ya maisha uliyoishi duniani. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana ile sura ya 22. Ufunuo wa Yohana ile sura ya 22 na ule mstari wa 11. Ninapozungumza naye kwa habari hizi njema, Mungu anahitaji ubadilishe mtazamo wako leo. Aidha ulikuwa umekaa katika dhambi namna hiyo, aidha ulikuwa unaendelea kufanya yaliyo mabaya, aidha ulikuwa unasema kwamba mimi ninastahili kufanya hivi, lakini haukujua ndani yako kuna kitu gani ambacho kinakufanya uwe mbali na Mungu. Ufunuo wa Yohana sura ya 22 mstari wa 11. Biblia nayo inasema kama ifuatavyo. Ndio. Mwenye kudhurumu na azidi kudhurumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kutakaswa. Samahani. Mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu wetu anatufundisha kitu cha muhimu sana. Asema mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu. Leo tuna watu mashuhuri kabisa, wazurumaji wazuri mno. Anakopa, anashinda kulipa, kila siku anabadilisha njia. Leo katokea njia hii, kesho katokea njia ile. Akikutana na mdeni wake anakimbia, akitokea hapo anatengeneza sababu. Anasema unajua ndugu yangu, nilipanga kukulipa lakini unajua tena. Maelezo yanakuwa ni marefu namna hiyo, lakini mtu yule anakuwa ni tapeli kupitia maneno yake. Lakini Mungu anasema mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu. Maana yake ni nini? Kama Mungu ametoa neema, kama Mungu ameachilia mafao kwa ajili ya watu kuingia mbinguni na kuwa na mtazamo kwa ajili ya umilele, lazima mtu huyu aweze kujua kwamba dhambi haipaswi kuwa sehemu ya maisha yake, kwa sababu Mungu alipomuumba mwanadamu alikuwa ni mkamilifu. Alimfanya kuwa mkamilifu kabisa katika njia zake zote, katika mienendo yake yote, katika mifumo yote. Mungu alimfanya kuwa ni mkamilifu. Lakini leo hii ule ukamilifu uliondolewa, na akawa ni mtu ambaye anaishi kutokana na matakwa yake mwenyewe, akawa anaishi kutokana na jinsi isivyompendeza Mungu, akawa anaishi kinyume na matarajio ambayo Mungu aliyakusudia kwake. Ndio maana leo Bwana anahitaji ubadilishe mtazamo wako. Bwana anahitaji ubadilishe nia yako. Aidha unaweza unasema kwamba ninayo dini nzuri, aidha unaweza kusema kwamba nina matendo mazuri, ukajihesabia haki kwa matendo ya sheria. Aidha unaweza kusema kwamba mimi nawasaidia watu, nina moyo wa utoaji. Aidha unaweza kusema kwamba nina kakikundi fulani kama ombi, nina kakikundi fulani kama mama mwombezi, nina kikundi fulani cha kujitoa. Lakini nataka nikwambie katika jioni hii leo, Bwana anahitaji ubadilishe mtazamo wako. Bwana anahitaji ubadilishe nia yako. Kitabu cha Yakobo ile sura ya 4, kitabu kile cha Yakobo ile sura ya 4 na ule mstari wa 13, utaona juu ya mawazo ya wanadamu leo. Hawawazi kwa habari ya ufalme wa Mungu, hawawazi kwa habari ya maisha yajayo, hawawazi kwamba siku moja watatengana na mwili, roho itatengana na mwili, na kila kitu ambacho unakifanya leo kitakuwa hakina faida, kitakuwa hakina uwezo wa kudumu milele, kwa sababu sicho kilio mapenzi ya Mungu. Kitabu cha Yakobo ile sura ya 4 au mstari wa 13, naweza kutusomea pale. Nalo neno la Mungu linasema kama ifuatavyo. Naam. Haya basi, ninyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida, walakini hamjui yatakayokuwako kesho. Uzima wenu ni nini? Maana ninyi ni mvuke uonekanao kwa kitambo, kisha hutoweka. Bwana asifiwe. Haleluya. Anasema haya basi ninyi msemao, kesho nitakuwa kwenye mji ule, kesho natarajia kusafiri, kesho nategemea kupanda basi, kesho nategemea kupanda meli, kesho nategemea kupanda boti, kesho nategemea kwenye treni mwendo kasi, naenda mahali fulani, nafanya booking mara moja narudi, lakini nashinda kutafakari yaliyo ya Bwana. Anasema uzima wenu ni nini? Uzima wenu ni nini? Anasema uzima wenu ni kama mvuke uonekanao kwa kitambo na kisha kutoweka.
Leo hii unaweza kuwa ni mzima ukawa na kiburi, ukasema siko tayari kumpokea Yesu. Leo hii unaweza kuonekana ni mzuri kwa sababu unatembea. Kiburi chako kimefunga moyo wako namna hiyo. Ukaona kwamba mimi maneno hayanihusu. Ukaona maneno haya kwamba ni maneno gani haya? Hayana maana kabisa. Nataka nikwambie kwamba wakati ulio nao ni sasa. Saa ya wokovu wako ni sasa. Wakati wa kutengeneza kwako ni sasa. Wakati ambao una nafasi ya kuweza kusema na Mungu na Mungu akakusikia. Wakati ambao una uwezo wa kuweza kuomba rehema na Mungu akakurehemu. Ni wakati huu ukiwa ungali hai. Maandiko yanasema, ni nani ajuaye kesho? Ulijua kama leo utakuwepo? Na kama hukujua kama leo umekuwepo, ni muujiza mkubwa Mungu amefanya maishani mwako, ili usikie lile neno ambalo Mungu analikusudia. Kupitia kulisikia uweze kuishi milele. Na milele wapi? Milele mbinguni. Lakini umilele huo utakusaidia kupambanua kwamba utakuwa ni milele mbinguni kama utakuwa na maamuzi mazuri. Lakini pia utakuwa milele katika mateso, ambayo ni sehemu ya jehanamu ya moto, kama hautaamua vema. Kama utasema kwamba mimi haiwezekani, siwezi kumpa Yesu maisha yangu, siwezi kumwachia Mungu maisha yangu yatawale namna hiyo, nataka nikwambie kwamba jehanamu yako itakuwa ni makao yako ya milele. Jehanamu ya moto itakuwa ni sehemu ambayo wewe utaishi milele. Na ndio maana ninahitaji ubadilishe mtazamo wako leo. Nahitaji ubadilishe namna yako ya kufikiri leo. Jaribu kuwaza. Mwandishi kwenye kitabu kile cha Misali zile za Sulemani, katika ile sura ya 27 na ule mstari wa kwanza. Hebu msomaji wetu tusomee hapo ili tuweze kuelewa ni kitu gani ambacho Mungu anazungumza nasi jioni ya leo. Mithali 27 na ule mstari wa kwanza. Mithali sura ya 27 mstari wa kwanza, nalo neno la Mungu linasema kama ifuatavyo: usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa maana hujui yatakayozaliwa na siku moja. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko yanasema usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa maana haujui yatakayozaliwa na siku moja. Wengi ambao wamekwisha kushuhudia misiba mbalimbali, wengi ambao wamekwisha kushuhudia matukio mbalimbali, wanasema nilikuwa naye saa hii tu. Wanasema jana niliongea naye, leo hayupo. Hivi ni kweli katutoka? Nataka nikwambie kwamba uzima wako ungalimo ndani yako sasa. Una uwezo wa kufanya maamuzi. Sasa. Maandiko yanasema tusijisifu kwa ajili ya kesho. Unaweza kusema nitaokoka kesho. Unaweza kusema ngoja nafikiria kwanza. Unaweza kusema ngoja kwanza niendelee kula maisha. Hivi kweli niache maisha mazuri, niache burudani zote hizi? Hivi kweli nianze kuishi maisha magumu namna hiyo ya kusema kwamba siwezi kwenda klabu, siwezi kwenda disco, siwezi kwenda pub, siwezi kwenda sehemu kwenye kumbi za starehe namna hiyo? Mtazamo wako uko umefungwa namna hiyo. Ukasema wakati unakuja nitaokoka. Wakati unakuja nitabadilika. Wakati unakuja nitampokea huyo Yesu anayemzungumzia leo. Lakini nataka nikwambie kwamba utakuwa umechelewa. Wakati ulio nao ni sasa. Wakati ulio nao ni leo. Maandiko yanasema saa ya wokovu ni sasa. Saa ya wokovu ni sasa. Ni wakati wako wa kubadilisha mtazamo. Maandiko yanasema kwa maana wenyeji wetu ni mbinguni. Tupo katika hii dunia, lakini Mungu amekwisha kuandaa makao kupitia mwanawe Kristo, kwamba tutakwenda kuketi pamoja naye mbinguni. Na ndiko ambako ni makao yetu ya milele. Tutakuwa ni kao la watu wenye haki. Tutakuwa ni kao la watu ambao wanamcha Mungu. Tutakuwa ni kao la watu ambao wamekubali kuyatoa maisha yao kwa Bwana. Leo hii unasikia neno hili? Bwana anahitaji uandae njia zako leo. Bwana anahitaji urekebishe njia zako leo. Bwana anahitaji ubadilishe namna yako ya kufikiri leo. Na unawezaje kutoka katika mtazamo hasi? Unawezaje kutoka kwenye mtazamo ambao usiofaa? Ni kukubali kukiri. Ni kukubali kusema kwamba nimekubali kuacha dhambi. Dhambi ndio inayosababisha uwe na mawazo mabaya. Dhambi ndio inasababisha uwe mbali na Mungu uliye naye. Dhambi inasababisha uwe ni mtu ambaye sivyo vile ambavyo Mungu alivyokuumba uwe. Dhambi inakutenga pamoja na uso wa Mungu. Na ndio maana leo hii kupitia dhambi ambayo iliwatenga wanadamu wa kwanza kwenye bustani Edeni, lakini pendo lake Mungu likafunuliwa kwa ajili yao. Mungu akawarejesha tena katika mzingo wake. Bwana anahitaji urejee leo. Bwana anahitaji kubadilisha leo.
Bwana anahitaji ufanyike kuwa kiumbe kipya. Bwana anahitaji ufanyike kiumbe kipya. Maana Mungu wetu anasema kitabu kile cha Wakorinto, asema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Na kwa sababu ya neno hilo, Mungu anahitaji jioni ya leo lifanyike ndani yako, ili kwamba uanze kuwaza vizuri, uanze kuwa na mtazamo mpya, uanze kuwaza mawazo chanya, uanze kuwaza kwamba siku moja nitasimama mbele za Bwana, siku moja nitasimama mbele ya kiti cha enzi cha hukumu, siku moja nitatoa hesabu kwa habari ya maisha ninayoishi. Siku hii ya leo sasa, ninakupa uamuzi, ninakupa shauri katika saa hii na majira haya. Popote pale ulipo, unasema kwamba niko tayari kuyatoa maisha yangu kwa Yesu. Niko tayari kumwamini Yesu leo afanyike kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Popote pale ulipo, nitakuombea, nitakuongoza sala ya toba ambayo itakuunganisha pamoja na Kristo, itakuunganisha pamoja na Mungu aliye hai, na hatimaye Mungu ataingia ndani yako na kuanza kuongoza hatua za maisha yako. Popote pale ulipo sasa, unasema niko tayari, nimelielewa neno hili, nimeelewa neno la Mungu, nimetambua kwamba uzima wangu si kitu, nimetambua maisha yangu si kitu mbele za Mungu. Saa hii na majira haya sasa, fanya matengenezo, fanya marekebisho, kusema niko tayari. Popote pale ulipo sasa, sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, na kwa sababu hiyo nimelitambua siwezi kushinda dhambi kwa nguvu zangu mwenyewe. Yesu Kristo, karibu ndani yangu, niwezeshe kuwa na mtazamo wa milele. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu leo kwenye kitabu cha uzima mbinguni. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa, katika jina la Yesu, amen. Amen. Ninahitaji niombe na wewe sasa, wewe ambaye umempokea Yesu, wewe ambaye umemkimbilia Bwana jioni ya leo. Ninahitaji nitoe zawadi hii kwako, kukuombea jioni hii ya leo, zaidi kwamba Mungu anahitaji baraka za kimbingu zifunguke juu yako, kwa sababu umekubali kuyatoa maisha yako kwa Bwana jioni hii. Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba Bwana kwa ajili ya watoto wako hao wa kiume na wa kike ambao umekubali kuyatoa maisha yako kwako leo. Baba, umesema nimekukimbilia wewe Bwana ili nisiaibike milele. Tazama Bwana, hawakuona aibu. Tazama Bwana, hawakuona haya, wamekubali kuyatoa maisha yao kwako. Baba Mungu uliye hai, ninaomba Bwana neema yako isiwapungukie, ninaomba uweza wako Bwana usiwapungukie, na zaidi sana Bwana, ninaomba nguvu ya kuendelea ndani yako, ninaomba nguvu ya kuendelea ndani yao iumbike sasa ndani yao, katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu, kwa kuwa ninaamini utawaongoza, utawatetea, utawapigania zidi ya yule mwovu, utaweka wigo juu yao, ukiwashindia zidi ya mateso, ukiwashindia juu ya vikwazo, ukiwashindia juu ya vitisho mbalimbali kupitia safari yao ya wokovu. Asante Mungu wetu, uko ni mwaminifu. Katika jina la Yesu tumeomba, kila mwenye pumzi na aseme amen. Ninahitaji nikuombee sasa. Aiza unateswa na ugonjwa, aiza unateswa na changamoto yote ile, ninahitaji niombe na wewe kabla sijakuaga katika jioni ya leo. Popote pale, wewe ambaye ni mgonjwa, wewe ambaye ni dhaifu, weka mkono wako wa kuume kifuani. Nitaomba na wewe jioni hii ya leo. Ninaamini nguvu ya Mungu itashuka na kukuhudumia. Ninaamini Bwana atakutendea.